Mpendwa mtazamaji, siku ya leo tumemtembelea mwanadada hapa ambaye unamwona mbele ya video yako. Ana kisa chake au tuseme ana historia yake nzuri sana ya kusisimua. Kuna mengi ambayo utayajua, kuna mengi ambayo unaenda kufahamu. Ni ya ajabu sana. Siku ya leo utajifunza mambo mengi makubwa na ya ajabu ambayo hukuwahi kusikia tangu kuumbwa kwa dunia. Na endelea kutazama hii video kuanzia mwanzo huu mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mengi ambayo utayasikia siku ya leo hakika inaenda kukuweka wazi na kufungulia dunia yako ambayo utaenda kuisikia kupitia mwanadada huyu. Tunakwenda kupiga naye sasa story kama ifuatavyo. Mwanadada, sijui unaitwa nani? Naitwa Jessica. Jessica? Yeah. Oh, jina zuri sana. Kwa kule Marekani Jessica maana yake ni zawadi. Kwa hiyo yawezekana wewe ni zawadi labda kwa mtazamaji wetu. Jina lako zuri sana. Hongera. Asante. Sasa mwanadada, zumuni la kufika hapa, tumekutembelea kwa sababu kuna mengi ambayo yamekuwa yakiendelea mtaani, watu wakisema kwamba wewe umerogwa au umechanganyikiwa au una maluelue ambayo yako katika kichwa chako, yaani kwa kifupi hauko sawa. Kwa hiyo sisi kama waandishi wa habari tumeamua kufika hapa kwa sababu tungependa utuelezee historia yako kwa kifupi. Zumuni mpaka la wewe kuja ukaanza kuishi huko peke yako huko msituni. Ilikuwaje kwaje? Mwanzo wa story ilikuwaje? Iliendeleaje? Ni nini kiliendelea? Na mwisho wake ulikuwaje? Kwa hiyo mtazamaji wetu angependa kufahamu kuhusiana na hili. Unaweza ukamwelezea kidogo japo kwa uchache historia ya maisha yako ilikuwaje na iliendeleaje na kipi hasa kilisababisha mpaka ukajitenga na jamii ukaamua kuja kuishi peke yako huko msituni? Karibu uweze kuelezea mtazamaji wetu. Asante. Kweli muda mwingi napenda kukaa huku, ila chanzo chake cha kuja kukaa huku, mimi kuna kipindi nilipata matatizo. Ndiyo, tunaomba samahani kidogo, ongeza sauti kidogo mtazamaji wetu aweze kukusikia kwa ufasaha. Sawa. Ndiyo. Nilipata matatizo. Baada ya hapo nilikuwa naumwa sana. Niliumwa, yani ugonjwa wenyewe ulikuwa haueleweki. Nimezunguka mahospitali mengi, sikupata majibu yoyote. Kila ambacho nilikuwa napima wananiambia ugonjwa hamna, ila ugonjwa wenyewe nilikuwa kuna muda nakuwa kama nadondoka, nikidondoka nakuja kuibuka kama masaa matatu hivi ndio naamka. Nilihangaika, nilienda kwa waganga mahospitalini huko, sikufanikiwa kupata hiyo huduma. Baadaye kuna rafiki yangu anaitwa Vanessa akaja akanishauri tena, sio aliniambia mimi tu, akamuita na mama yangu, kwa sababu mimi babangu alishafariki. Akasema mimi ningependa kuwashauri mwende kwa mchungaji. Mama akasema kwa mchungaji ni wapi sasa, maana kama makanisa yako humu. Akasema mimi anti nimesoma ila sijasoma hapa, kuna mchungaji mmoja hivi anajulikana sana huko Kenya, ningependa rafiki yangu aende ili aweze kupona. Mama akasema Kenya sasa zenyewe hamna, maisha hapa kijijini magumu kama unavyotuona, kula yenyewe ya shida. Yule rafiki yangu akamjibu mama, akamwambia mimi anti nitawasaidia, kwa sababu huyu rafiki yangu nimesoma naye, nitawasaidia. Kweli tulikaa, baada ya muda kadhaa akasema mnisikilizie kama siku 3 hivi, wiki, majibu siku 3, nitakupa anti majibu kwamba unisubiri kama wiki au hivyo. Kweli tulikaa siku 3, akaja. Alipokuja mama akamkaribisha, akawa na furaha mama kumuona, kwa sababu aliambiwa atapewa majibu lini atatusaidia hiyo hela ili twende. Alipomkaribisha kweli alituahidi, akatuambia kwamba tumsubiri baada ya wiki moja atakuwa amepata hiyo hela na tutaondoka mimi na yeye. Mama akakubali, akasema sawa. Baada ya hapo wiki ilipofika, yule dada kweli alikuja, huyo rafiki yangu alikuja. Alipokuja akasema nijiandae, baada ya hapo tutaondoka. Kisema ukweli sikulala siku hiyo, kwa sababu ni mji ambao sijaikanyaga na sijaifikiria, kwa sababu unajua miji ya nje wengi wanaofika
waliosoma. Mimi sijafika kidato chochote, bali nimeishia darasa 7 kama nimesoma na huyo rafiki yangu mpaka darasa 7. Yeye alivyobahatika kusoma akaenda huko kwa ndugu yake yuko nje huko. Baada ya hapo nilivyojiandaa usiku sikulala, nikaa nasubiria kweli ninaweza nikasafiri nikafika hiyo sehemu. Ilivyofika asubuhi tukaondoka, nikamwaga mama pale, kuondoka mpaka uwanja wa ndege. Kweli tulipanda hiyo ndege, muhimu wa kupanda ndege na mtu ambaye hujawahi ni kitu cha ajabu sana, na unaweza ukawa ni mtu wa vituko kila wakati, watu wakajiuliza huyu ana shida gani, wasijue kwamba wewe ndo mara ya kwanza unapanda ndege. Tulienda huko, tulipofika akanipeleka kwa huyo mchungaji. Huyo mchungaji akatupokea, akaanza kumuelekeza chanzo. Mchungaji yule akasema, kwa vile umemleta wewe, nadhani utakuwa kunipi hebu anieleze yeye mwenyewe. Kweli nikaanza kumueleza, nikamwambia kudondoka nina kama miaka 2 nadondoka hivi, lakini wakati nikidondoka nakuwa sijitambui, ila nikipata fahamu ndio nakuja kuambiwa kwamba nilikuwa nafanya nini au imekuwaje mpaka nikadondoka, ndio nakuwa napewa kisa hicho. Ananiambia sawa mwanangu, lakini karibu sana, jisikie upo nyumbani, utapona, uwe na imani tu. Nikamwambia asante. Baada ya hapo tukawa tunapewa zile ratiba za kanisani kwamba tuwe tunahudhuria muda gani, ila sisi ikabidi tumuelekeze kwamba sisi hatuna sehemu ya kufanyaje ya kukaa. Kutokana na matatizo yangu ni ya muda mrefu, hatuna sehemu ya kukaa kwamba tunaweza tukajiweka kwa muda fulani ili tuondoke, hatuna. Tukamuomba msaada, akasema msijali, mtakaa hapa mpaka utakapopona, utarudi nyumbani. Nikasema sawa, asante. Akasema usijali, uwe na imani tu utapona. Nikamwambia sawa. Baada ya hapo tukakaa pale, huku nikiwa naendelea kudondoka. Mmoja nakumbuka nilidondoka. Baada ya kudondoka sikuelewa kinachoendelea, ila nilivyokuja kuinuka ndio nikasimuliwa kwamba nilidondoka, na hali ile ameishuhudia yeye mwenyewe mchungaji. Na baada ya kuniombea akaniambia nikiendelea kubaki pale nitapona, ni tatizo dogo. Nikamwambia kweli? Akasema kwa hiyo uwe na imani unapona. Nikamwambia kweli? Akasema wewe kuwa na amani kabisa. Nikasema sawa. Baada hapo tuliendelea kukaa pale tukiwa tunahudhuria vipindi vya kanisani. Hivyo nikawa naendelea vizuri kadri siku zinavyozidi kwenda. Sasa siku moja katika tunaenda ibadani hivi, ile hali ilinikuta njiani tukiwa mimi na yule rafiki yangu. Sikuelewa imekwaje, nikajikuta nipo kanisani. Baada ya kumuuliza rafiki yangu, mimi nakumbuka mara ya mwisho tulikuwa sehemu fulani, akasema ile sehemu ndio tulikuwa tunakuja huku kanisani, lakini ghafla nikakuta mwenzangu kama hali imechange ukadondoka. Sasa ikabidi niombe msaada. Nikampigia mchungaji simu, nikamwelekeza, akanitafutia usafiri, ndio tukapeleka mpaka hapa. Maana tuko hapa. Nilibaki kushangaa sana. Nikasema hii hali mbona kama haishi? Akasema hapana, wewe tatizo unakuwa unakata tamaa mara moja. Yaani usio unakata tamaa, uwe na imani. Unajua hivi vitu vinataka imani. Nikasema hivi huyu mchungaji anaombeaga watu wanapona? Akasema yaani mimi nakwambia wamepona wengi, wewe tu ndio unakuwa hauna imani. Nikamwambia sawa.
ngoja nijitahidi kuwa na imani, labda Mungu atanisaidia. Akasema yani wewe Jessica, tatizo wewe ni muovu. Yaani inatakiwa uwe na imani, umtumikie Mungu na Mungu akae kwenye roho yako. Yaani uwe unafunga na kuomba. Yaani usio unaleta mzaa kwenye maombi. Nikamwambia kweli, akaniambia ndio. Nikamwambia sawa. Kadri siku zinavyozidi kwenda, yaani nikawa kwa siku, kwa sababu nilikuwa nadondoka mara 2, unaweza kukuta mara 3. Nikakuta ile kudondoka napunguza mdogo mdogo. Siku moja tukawa tunaenda kanisani hivyo. Tukakutana na mchungaji. Siku hiyo nakumbuka tukaanza kupiga story. Akasema, "Vipi Jessica, unajisikia?" Nikamwambia, "Mimi najisikia vizuri." Akasema, "Mungu akubariki sana mwanangu, utapona na utakuwa vizuri kabisa." Nikamwambia, "Kweli baba?" Akaniambia, "Kuwa na imani mwanangu, unapona." Nikamwambia, "Sawa." Akasema, "Mungu atakusaidia mwanangu, uwe na imani tu." Nikamwambia, "Sawa baba, nakuelewa." Akasema, "Jitahidi kuomba na kufunga." Nikamwambia, "Sawa." Baada hapo tukaachana, tukarudi kwake kwa mchungaji kule. Kwenda kule, mchungaji akaandaa chakula tukala. Shughuli zikawa zinaendelea. Asubuhi tukawa tunamsaidia kazi pale, kwa sababu huwezi kwa mtu kakaa tu kabweteka, hapana. Tukawa tunamsaidia kazi, na si wengine tushazoea kukaa, yani hatuwezi kukaa, tunafanya kazi. Kwa tunafanya usafi, kazi za bustani tunaenda kufanya hivyo. Ikafika kipindi sasa kudondoka kukaa kumeisha. Naendelea vizuri. Huyo rafiki yangu Vanessa akasema, "Baba, tunaomba sisi twende, kwa sababu mimi mwenyewe na majukumu kule." Akasema akasema basi naomba ufanyeje? Huyu abaki hapa. Abaki? Akasema kwa nini? Akasema ni binti mstaarabu. Nani huyo sasa anasema, mchungaji? Ni mchungaji. Akawa ananiomba kwa yule rafiki yangu. Pastor sasa akakuomba kwamba ubaki pale kwake. Baada hapo nini kiliendelea? Ongeza sauti kidogo, mtazamaji wetu angependa kusikia kwa ufasaha zaidi. Nini kiliendelea? Akaniambia nibaki, niendelee kuishi kwake pale, kwa sababu yani tabia yangu tayari kashaiona kwamba ni binti mzuri, sina tabia mbovu na adabu, na imani tayari ikawa ishatulia kwenye moyo wangu, yani ni mtu ambaye nimetulia. Mimi kimoyo nikasema rafiki yangu akubali basi nibaki, kwa sababu mimi mwenyewe tayari mazingira yale nikawa nishazoea, nikatamani kubaki pale. Kweli rafiki yangu naye akakubali, akasema sawa, kama yeye mwenyewe atakuwa tayari, mimi nitaenda kuwakilisha kwao kwamba amebaki. Baada pale akajiandaa yeye, akaanzisha safari ya kurudi huko. Mimi nilipobaki pale nikapewa mikakati sasa, kwa sababu tayari ninakuwa mwenyeji wa pale ndani. Nikaoneshwa mazingira ambayo yani ni ya kufanya usafi pale ndani, nikaoneshwa sehemu za kuingia. Yani nyumba ilikuwa ni kubwa. Sasa siku ile anayonionyesha, nikakuta kuna vyumba ambavyo ananionyesha tu, kuna kingine tukakipita. Nikasema baba, hapa inatakiwa tuingie. Akasema mwanangu, twende kwanza huko. Anakataa usiingie. Alikuwa anakataza asikuonyeshe. Yaani alikuwa kama anakuficha. Akasema twende kwanza huku, alafu tunavorudi ndio nitakwambia. Ndio. Kweli tukazunguka ile nyumba. Ila leo bado ikawa inanituma. Kuna kile chumba tutaingia. Ila twende. Tukazunguka ile nyumba. Baadaye tunavorudi nikamuuliza, baba, kwani pale hujanipeleka? Akaniambia nilitaka unikumbushe hicho kitu. Nikasema kuna shida gani? Akasema kile chumba bwana huwa hatukifungui, na mimi napenda wewe uwe mtii. Sitaki uje ukifungue kile chumba, yani usije ukagusa mlango kufungua kile chumba. Lakini tukirejea hapo kwanza, hicho chumba kilikuwa kina dalili kwamba kilikuwa kuna siku kinafunguliwa, au kilikuwa kiko locked kwamba hakina dalili yoyote kwamba kuna mtu siku